Miili ya wanajeshi 6 wa Marekani waliouawa katika shambulizi la ndege zisizo na rubani lililohusishwa na Iran nchini Kuwait imewasili nchini Marekani na kupokelewa kwa heshima kubwa ya kijeshi katika hafla rasmi iliyofanyika kwenye kituo cha jeshi la anga cha Dover Air Force Base. Hafla hiyo ilisimamiwa na Rais wa Marekani Donald Trump alihudhuria pamoja na mke wake Melania Trump, makamu wa rais James David Vance pamoja na waziri wa ulinzi Peter Hegseth. Katika hafla hiyo inayojulikana kama Dignified Transfer, wanajeshi wa jeshi la Marekani walibeba majeneza yaliyofunikwa na bendera ya Marekani na kuyapitisha mbele ya viongozi walikuwa wakitoa saluti kama ishara ya heshima ya mwisho kwa mashujaa hao waliopoteza maisha wakiwa kazini. Baada ya hapo, majeneza hayo yaliwekwa kwa uangalifu kwenye magari maalum ya kijeshi tayari kwa safari ya kwenda katika maeneo tofauti nchini Marekani kwa ajili ya mazishi yatakayofanywa na familia zao. Wanajeshi hao waliuawa baada ya shambulizi la drones kulenga kituo cha kijeshi cha Marekani kilichopo katika eneo la Port Shuaiba. Tukio hilo limeongeza mvutano wa kijeshi kati ya Marekani na Irani, huku maafisa wa Marekani wakilaani shambulizi hilo na kuahidi kuwawajibisha wahusika. Katika hotuba yake fupi wakati wa hafla hiyo, Trump aliwapongeza wanajeshi hao kwa ujasiri wao na kusema taifa la Marekani litawakumbuka daima kwa kujitolea kwao kulinda usalama wa nchi yao. Pia aliwapa pole familia za marehemu, akisema taifa zima lipo pamoja nao kwenye kipindi hiki kigumu. Hafla ya kupokea miili ya wanajeshi waliopoteza maisha vitani hufanyika kwa heshima kubwa nchini Marekani, hasa katika kituo cha Dover Air Force Base ambacho hutumika kupokea miili ya wanajeshi wa Marekani waliopoteza maisha katika operesheni za kijeshi nje ya nchi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.